Mgeni rasmi. Kwa namna ya kipekee napenda kutoa pongezi kwa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ikiongozwa na rais wao, rais wa heshima klabu yetu ndugu Mohamed Dewji, pamoja na mwenyekiti wetu wa klabu ambaye ni Mtaza Mungu na wajumbe wote kwa kuhakikisha wamesimamia mchakato wa tenda toka ulipotangazwa mpaka pale alipopatikana mshindi ambaye ndio kwa bahati njema tulikuwa sisi J-Root Investment East Africa Limited. Kiukweli katika hili Simba wameonyesha ni klabu kubwa. Mchakato ulivyoanza mpaka ulivyoisha ulikuwa very transparent. Ameeleza mwenyekiti wa tenda jinsi mchakato ulivyokuwa, na hizi figa mnazoziona hapo mbele zilipishana kidogo sana na yule aliyekuwa na mbili. So naweza mkaona jinsi gani competition ilikuwa. Ndugu wa Simba na waandishi wa habari, mmeniona hapo mbele kama jina naitwa CPA Joseph Ngesira, ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited. CEO aliweza kutaja niliyoambatana nao. Kwa mara ya pili napenda kumtambulisha mkurugenzi wa uwekezaji wa J-Root Investment East Africa Limited, ndugu Israel Wilson Mwambabire. Pia ningependa kumtambulisha kipekee mkuu wetu wa idara ya sheria, ndugu Dennis Christopher Msike, pamoja na wanajeruti wote ambao wako hapa. Kikweli ilikuwa ni kazi ya kutolala usiku na mchana, sababu baada tu ya kusaini ile mkataba tarehe 10, basi ilikuwa ni kukimbizana huku na kule kuhakikisha tunaleta kilicho bora katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Najua wengi mtakuwa na shauku kutaka kujua ndani ya huu mkataba kuna kitu gani ambacho Simba Sports Club kitaenda kunufaika nacho. Kwa kifupi niliweza kutaja baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika mkataba wetu huu wa miaka 5. Mkataba wa kubuni, kudesign, kutengeneza na kusambaza vifaa vyote vya michezo vya Simba Sports Club. Kama alivyoeleza mwenyekiti wa tenda kamati Dr. Muba kwamba kwa mwaka wa kwanza tuliweza kubidi 5.6 bilioni. Na katika hiyo 5.6 bilioni kuna hard cash ambayo tunalipa straight to the club, na vile vile kuna fedha ambazo zinakuwa generated out of other benefits. Kwa zote zina total amount of 5.6 bilioni, ambapo fedha hiyo itakwenda ongezeka kila mwaka for 10%. Kwa hiyo ukikokotoa nadhani tutafika katika hiyo amount ya 38 bilioni katika miaka 5. Ndugu wa Simba, kiasi ambacho kimetajwa ni kiasi ambacho tumezingatia mambo mengi ambayo kama klabu inahitaji kwa wakati huu na wakati ambao tunaoendea. Na nipende kuhakikishia katika hii amount J-Root Investment, kabla hata tujaanza kufanya jambo lolote, tayari tumeshaweka 30% ya hii amount mwaka kwanza. Ndugu wa Simba na waandishi wa habari, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama J-Root na Simba tumeingia makubaliano
kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana. Na sisi tumesema tutakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanahitaji kama klabu, na sisi kama Jeruti tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 10,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao. Lakini tunasema with immediate effect, tunapoanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu huo wa kuanza kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa. Tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kikweli litaendana na hadhi ya Simba. Kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama Jeruti Investment tumecommit kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi ile basi inafahamika kwa jina la Iriza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla muda mfupi tujue basi mtaiona. Na jambo jingine ambalo tulikubaliana kwamba Simba ni klabu kubwa, na kama klabu kubwa inahitaji kufanyia mambo mengi. Tukaangalia upande wa media, timu ya media inahitaji sana, lakini tukasema tutaenda kujenga production media kubwa ambayo itakuwa na hadhi kama timu nyingine, ile ambapo nikitaka leo hii kufanya interview na hadhi au labda tena DSTV, sina haja kwenda huko. Kinachofanyika tu ni kusynchronize na kuonekana mtoto kwa mmoja. Kwa tutafanya hilo swala na tumeshaanza utaratibu, na nadhani tu muda si mrefu tutaona haya mambo kufanyika. Simba Sports Club ni timu kubwa, ni timu ambayo ukiacha makao yetu makuu ambayo ilikuwa pale eneo la Msimbazi, kwa sasa kuna ofisi ambayo, lakini sisi tukasema tutafanya utaratibu wa kuweza kutengeneza eneo letu la kudumu, na tutajenga ofisi ya Simba Sports Club kama makao kwa ajili ya ofisi. Tunafahamu Simba inafanya mambo mengi sana katika kukuza michezo. Inazingatia vipaji vya vijana. Sisi kama Jeruti tumeliona hilo, tukasema kila mwaka tutafanya program, na hii tutatoa fedha keshi katika kusaidia youth development ili kuweza kukuza vipaji vingi vya vijana wetu waweze kuimprove, na ikiwezekana waweze kupata nafasi katika timu za juu. Kwa hiyo tumesema kila mwaka tutakuwa tunaweka hadi keshi 100 million ambayo itasaidia kama chachu ya kuweza kuwaboost vijana wetu waweze kufika malengo yao. Vile vile kila mwaka pre-season tutakuwa tunachangia again 100 million kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Na vile vile
tumeahidi na tumesema tutatengeneza medical ground room kwa ajili ya wachezaji wetu. Katika kila mwaka tunafahamu tuna Simba Day. Tutashiriki mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, bega kwa bega kuhakikisha kwamba Simba Sports Club inaandaa Simba Day ambayo ni siku muhimu sana kwa Wanasimba. So katika hilo tutachangia fedha taslimu takriban shilingi milioni 100 katika kila msimu wa Simba Day. Wakati tunafanya haya yote, tulikubaliana tutajenga uwanja, lakini vile vile tutatengeneza zile training programs, tutahakikisha tunafanya renovations ili wachezaji wetu wanapata viwanja vizuri vya kufanya trainings. Na katika hilo tumepanga kutoa shilingi milioni 150 kila mwaka kuhakikisha kwamba hili linafanyika kwa uweledi wa hali ya juu. So ndugu waandishi wa habari na Wanasimba, hizi ni baadhi ya other benefits ambazo tunasema sisi kama JLT Investment East Africa Limited tutaenda kuzitoa katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Apart from that, tunafahamu kwamba Simba inafanya vizuri na wachezaji wakae vizuri zaidi wanahitaji incentives. Kwa tukasema kwa ujumla wake kila mwaka tutatoa incentives zenye thamani ya shilingi milioni 470 ambazo kama club itaangalia jinsi gani ya kuzidistribute, kama watatoa mchezaji bora, kipa bora, au katika kila mchezo wanaoshinda katika michuano mbalimbali. Na sisi kama JLT tutatoa milioni 470 ambayo hii itakuwa inaongezeka kila mwaka. Kwa haya ni mambo ambayo tutafanya, na haya ni mambo ambayo nadhani yalikonvince sana hii tender committee kuona kwamba JLT Investment East Africa Limited wanastahili kupata hii nafasi. Ndugu waandishi wa habari, sasa mnaweza mkasema sasa JLT ni kampuni ya Kitanzania. Sisi kila siku tunapata vitu vya hapa. Kusoma comment watu wengi wanakuambia kwamba tunahitaji international brand, tunahitaji. Kila mtu anaongea lake, anashauri. Niwahakikishie, baada ya kusaini mkataba, ndio nitambulisha timu yangu kwa tukio. Mimi na timu yangu pamoja na uongozi wa timu ya Simba Sports Club tulienda mguu kwa mguu huko kimataifa katika watu ambao tulishaongea nao na kubaliana kuhakikisha kama tunapata international brand. Tunahakikishia Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza, jezi ambayo itaenda kuvaa wataenda kuvaa brand ya kimataifa. JLT Investment East Africa Limited tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international and reputable brand in the world. Brand ambayo imevalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Tumesha saini mkataba na tumesha seal. Pongezi zimwendee CEO wa Simba Sports Club, mwanasheria wa Simba Sports Club, afisa, pamoja na timu nzima ya marketing ya Simba Sports Club. Manake JLT ili tuongozane nao kuhakikisha kwamba tunaenda kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. So ni watoe hofu Wanasimba, mwaka huu
na miaka inayofuata mambo yatakuwa mazuri sana. Tunakuja kuonesha tofauti. Hawezekani ukawa namba 4 kwa ubora Afrika, but you are not really international. Sisi kama Jeruti Investment East Africa Limited tumehakikisha Simba inaenda kupata thamani, na jezi ya Simba inaenda kupata thamani inayostahili kulingana na ukubwa wa klabu yetu ya nchi. Ndio maana tumewekeza fedha nyingi. Hizi ni fedha ambazo Jeruti inawekeza kwa Simba Sports Club. Na kuna fedha ambazo Jeruti imewekeza kwa hiyo international brand. Kuna watu wanaweza kuuliza, nadhani mnafahamu, wengi wanajaribu. It's very difficult to get international. It involves a lot of procedures, a lot of habits. End of the day, watu wanakata tamaa. But for the first time katika nchi yetu ya Tanzania, Simba Sports Club inakuwa club pekee ya kwanza kuvaa jezi ambayo ni international brand. Ndugu waandishi wa habari na wana Simba, naomba kuambia kuanzia sasa mtakuwa na furaha sio kuwa na kifani. Na uhakika kwa ushirikiano ambao tuko nao na Simba Sports Club, sisi Jeruti tutajitahidi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba Simba inarudisha heshima yake. Sote nchini. So niwaambie tu ndugu zangu kwamba this time tumekuja na tofauti, na nashukuru sana Simba kwa kutuamini. Na nadhani wenyewe mmeona. Nadhani muda si mrefu kutokea leo tutaenda kuzindua rasmi, na mtafahamu which brand ambayo Simba inaenda kuwa. Na jambo litakuwa jema sana kwa Simba wenzangu. Uzuri wenyewe mimi ni mwana Simba, ambapo naipenda Simba kutokea ndani. Kuna kuzungumzia Simba, nazungumzia kitu ambacho nahusika nacho 100%. Nafahamu Simba tunahitaji nini. Na sifahamu na Simba tunataka furaha ya nini. Niwahakikishie. Kuna wengine wanaweza kuwa na wazo. Unajua ukivaa international brand hata cost inaongezeka, sivyo? Tambua jezi ni dola 70 ambapo utaona laki moja na nini, sivyo? Sasa tunaweza kabisa sisi tunaweza kweli kuhakikishia tutapata ubora wa hali ya juu katika bei rafiki kabisa. Kwa kama na Simba tunatumia kwamba kama ulikuwa unaweza kununua jezi zilizopita, utaweza kununua leo, kwa sababu tutapeleka katika bei ambayo ni rafiki zaidi. Kitu tu ambacho nasisitiza, utakapofika huo muda, basi jitahidi kununua jezi original. Usiingie tofauti, kwa sababu utapata matatizo. Na tupende na Simba apate matatizo, kwa sababu tutaweza bei hili isiyopishana na zetu. Kabla sijamaliza, ningependa kutoa shukrani kwa zabuni waliopita, wafanya kazi kubwa sana. Toa pongezi kwa ndugu yangu Vunja Bei. Ndio sana kwa kufanya kazi kubwa. Nadhani bila nyinyi sisi tusingefika leo hii hapa. Natoa pongezi pia kwa kaka yangu Sandra Mzee, anaonyesha njia, na kiumuhimu ningehitaji tuendelee kushiriki. Nisingependa kumaliza mengi, kwa sababu nikisimama hapa naweza nikaongea zaidi. Kwa heshima ya mgeni rasmi pamoja na viongozi wote wa duniani, CEO, Try Again, wote napenda kusema
Shukrani sana, asanteni.